Watoto hao ni Yona Chai mwenye umri wa miaka 7 na Baraka Barida mwenye umri wa miaka 3, ambapo wazazi wa watoto hao wanaelezea. Nimetoka sasa nje, naenda kuweka mifuko kwenye bati ili siende nini na upepo. Nikaona mwenzangu ametoka nje, naona natafuta, mimi ngajiongeza kama mwanaume, ngasema sasa huyu mwanamke anapanda huku juu, anaenda wapi? Akaniambia pana watoto wamepotea. Nikamuuliza hivi watoto hao kwenye ukumbi umetafuta? Aliponiambia hivyo ikabidi nianze kukagua kwenye mavideo. Nikasema wameenda kwenye video, lakini moyo sasa ukagoma. Kufuatia tukio hilo, kiongozi wa kitongoji na baadhi ya wakazi wanaoishi pembezoni mwa maeneo ya mgodi huo wakapaza sauti zao juu ya changamoto hiyo. Matukio kama haya sio mara ya kwanza, hii ni mara ya pili. Huko nyuma alitumbukia tena mtoto mmoja kwenye shimo la kawaida tu, sio la haya maplanti. Mara kwa mara tu yanatokea na mifuko ya wananchi inakufa kwa ajili ya haya maji. Haya maeneo ambayo yako wazi ya planti, serikali ingefanya utaratibu yakawekwa fence ili kusudi kuweka usalama wa binadamu vizuri. Sasa wakati yametelekezwa, yamebaki hivyo wazi, yamebaki hayana mlinzi. Nyinyi ni serikali, basi mmekuja hapa kuangalia swala tatizo kama hili, mngezingatia. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Simiyu ASF Faustini Mtitu anasema na wamepoteza maisha kwa sababu ya kunywa maji mengi na kukosa hewa ya oksijeni ambayo ilisababisha basi waweze kupoteza maisha. Chanzo cha tukio hili ni kwamba watoto hawa walidumbukia wakati wanacheza karibu na shimo hilo. Kutoka hapa katika mgodi namba 1 wa Gasuma uliopo katika kijiji cha Gurumbaka, wilaya ya Bariadi, mkoani Simiyu, Teddy Kilanga, ITV.